Moja ya malengo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuboresha miundombinu bora ya kusomea ikiwa ni pamoja na ujenzi wa madarasa bora. Mbali na jitihada hizo, wapo baadhi ya viongozi wa serikali ambao wanakwamisha jitihada hizo. Hayo yamebainika wakati wa ziara ya mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Albert Msando katika shule ya msingi Muungano iliyopo Goba jijini Dar es Salaam, ambapo amebaini kuhujumiwa kwa mradi wa ujenzi wa jengo la madarasa katika shule hiyo na kuagiza taasisi ya kupambana na rushwa TAKUKURU kuwakamata maafisa wanaohusika na mradi huo ili wahojiwe. Na hali ilikuwa hivi: mwaka 2024 ndio mradi ulianza, na hela iliyotengwa mara ya kwanza tulipewa milioni 61,800,000, lakini katika milioni 61,800,000 milioni 1 ilitengwa kwa niaba ya ufuatiliaji wa mradi. Lakini katika bajeti ilivyopigwa baadaye ikaonekana mradi una upungufu wa milioni 18 ambayo tuliomba kwa mkurugenzi milioni 18, na mwaka huu mkurugenzi ametuingizia hizo hela milioni 18 kwa niaba ya kumalizia mradi. Hakuna sakafu, hakuna frame za milango, paa halijakamilika, choo hakijakamilika. Milioni 60 iko wapi? Ili angalau tuseme miaka miwili toka 2024 mwezi wa 3, 2025 mwezi wa 3, mwaka huo 2026 mwezi wa 4, miaka mingapi? Yaani leo manispaa ya Ubungo tunajenga madarasa mawili kwa miaka miwili kwa upungufu wa milioni 18. Afisa elimu msingi, hebu tueleze nini shida? Pesa zilipokelewa mwaka 2024. Mradi ulianza rasmi mwezi Aprili mwaka 2025. Kukawa na shida ya fundi. Tulipofika mwezi Disemba, anasema pesa imekwisha. Nikaandika kuomba mkataba uvunjwe kisheria. Tarehe 26 Januari dokezo lilikwenda, kwa sababu sasa hivi tunatumia hii office. Mwaka huu, kwa sababu pesa ilikuwa haijapatikana. Pesa ishapatikana kwamba sasa bado fundi mkataba wake umeisha na utendaji wake sio mzuri, mkataba uvunjwe kisheria. Tarehe 26 ni document lile swala likaenda kwa mwanasheria. Mwanasheria mara ya mwisho akawa ameomba mhandisi na mtu wa fedha waje kufanya tathmini kwamba yule amefanya kazi kiasi gani na iliyobaki kiasi gani, ili aweze kuterminate mkataba kisheria. Kwa hiyo na zile pesa ambazo walikuwa hawajapata mwezi Machi mwaka huu milioni 18 zimeletwa. Tunasubiri mwanasheria avunje mkataba ili kazi itangazwe upya tuweze kuendelea. Mkataba wa ujenzi hapo ulikuwa wa miezi mingapi? Kwanza miezi mitatu. Ndio mkataba. Umeshapita muda gani? Aliomba kwa extend. Kwa muda gani? Kwa miezi mitatu. Jumla miezi mingapi? 6. Baada ya miezi 6 kuna mkataba hapa? Haya, mnachosubiri kwenda kuvunja ni nini? Ndio nasema sisi wote tuna akili timamu hapa. Mkataba umeomba miezi mitatu, mkataba umeisha, ukaomba uongezewe muda miezi mingapi? Mitatu. Miezi mitatu imefanyaje? Imeisha. Unaniambia mwanasheria anataka kuterminate. Una terminate kitu ambacho kimesha kufa. Maana yake hapa hakuna nini? Kwa sababu mkataba umeshaisha. Sisi tumeelewana? Na wewe umekiri hapa kwamba mkataba, majengo yamejengwa kwa miaka miwili kwa sababu ya tatizo la nani? La fundi. Yeye ndio amesababisha mradi umechelewa miaka miwili. Watoto 1240 wanakosa pa kukaa, alafu unaniambia hapa kwamba tunasubiri kuterminate. Huyo ni mwanasheria? Amesoma sheria ipi ya kuterminate?
Huu mkataba nimekuja hapa miezi 8 iliyopita. Huu mradi. Wewe ni shahidi na mwalimu ni shahidi. Si nilikuja hapa? Nikaacha maagizo. Mradi ukamilike. Nikarudi mara ya pili. Wakiwa wamekusanya mawe na mchanga peke yake. Nikaacha maagizo. Leo kamati ya usalama imefika hapa mara ya 3. Mnaniambia bado mnasubiri kuterminate mkataba. Sasa hapa tunachezeana. Tunachezeana. Nyinyi mnafanya maksudi kuhujumu serikali. Hii ni hujuma. Haiwezekani watoto 1240 wamelundikana kwenye darasa. Fedha ya serikali imetoka miaka 2. Tarehe 25 mwezi wa 3. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 4. 2026, madarasa 2. Mnaniambia kwamba tunasubiri mwanasheria ili tuweze kuvunja mkataba wa madarasa 2. Kamanda TAKUKURU huko hapa. Sawa. Nataka kusanya wote. Mkuu wa idara ya elimu msingi, kusanya mwanasheria wa halmashauri, kusanya mkurugenzi, wote wahojiwe kwa hujuma ya miradi ya serikali. Hatuwezi kuendekeza mambo ya kipuuzi yanafanyika hapa. Serikali inahangaika kutafuta fedha. Fedha nyingine tunazikopa kwa riba. Wananchi wapate huduma. Mnakuja kuniletea mchezo kwamba miaka 2 madarasa 2 hayajakamilika. Tunafanya nini hapa? Hili halikubaliki. Na nataka ujumbe ufike vizuri. Agizo langu TAKUKURU, kamata wote wahojiwe kwa hujuma ya mradi. Na hili litafika mpaka kwa waziri wa TAMISEMI kwamba tuna watu hapa kwenye halmashauri mnachezea miradi ya serikali na kuihujumu serikali. Mmepewa mamlaka ya kusimamia kutoa huduma madarasa 2. Watoto 1240 wamejirundika kwenye darasa. Shule na upungufu wa madarasa 7. Tumeleta fedha, basi akamilishwe, watoto wapunguziwe kurundikana madarasani. Miaka 2 tunambwela hatujengi madarasa. Na sisi tupo? Hapana. TAKUKURU, tafadhali wote wanaofanya hii hujuma ya haya madarasa 2, huyo fundi apatikane. OCD si yuko? Fundi si mnamjua majina? Kwenye ziara hii hapa OCD na wewe nimekuondoa. Nenda kamtafute fundi. Kamata huyo fundi atoe maelezo kwa nini aliomba kazi ambayo hajaitekeleza. Ni wizi wa fedha za serikali. Wizi wa fedha za serikali. Kwa hapa naunganisha vyombo viwili. OCD wewe tafuta fundi, TAKUKURU tafuta watumishi wote nipate maelezo, waojiwe kwa hujuma hii ya waziwazi. Mwenyekiti wa mtaa hapa amehangaika na hili jambo. Kila siku yuko ofisi ya mkuu wa wilaya. Chama cha Mapinduzi kila siku kinalalamikia jambo hili. Kwa hili ndio jambo ambalo lifanyike kazi leo. Kilichosalia kwenye ziara ya kukagua miradi mingine nitabaki na wale wanaohusika. Lakini niliwataja wote hapa. Unganisheni kule. Mtaenda kukaa na TAKUKURU. Kama chama tunaelekeza pia. Maana haya yanayofanyika pia ni mambo ya hovyo kabisa. Hatuwezi kuvumilia kitu kama hicho. Haiwezekani, viongozi tupo, wataalamu tupo, halafu haya yanafanyika. Tafsiri nyepesi, maana hata chama pia tunashindwa kumsaidia Mheshimiwa Rais kuweza kusimamia hizo fedha. Haiwezekani. Kwa kweli hatuwezi chukuliwe kali, na mimi kama chama nitoe maelekezo kwako kama chama tupate taarifa kamili ya jambo hili. Haraka iwezekanavyo. Na ikiwezekana pia tupate deadline. Tujue jambo hili linafanywa kazi lini, kama ni kesho tupate taarifa mapema. Unless otherwise hatavumilia jambo hili. Na kupitia jambo hili pia chama tunaelekeza miradi yote ambayo imefanyika aina hii ifanyike review ya kupitia miradi hiyo.